Wakuu, naombeni mnisamehe. Nimekuja mjukuu wenu. Kuna katoto kadogo sana kamenizidi nguvu. Hivi ninavyowaambia, nguvu zangu zote za kichawi zimeniishia. Kama mnavyojua, mume wangu nimemmiliki kwa nguvu za giza. Kadiri siku zinavyozidi kwenda, nazidi kumpoteza mume wangu. Nimekuja wakuu, naombeni mnirejeshe nguvu zangu. Hans, wewe ni kijana handsome sana. Natamani muda wote uwe na mimi. Nimegundua ndio furaha moyo wangu, tulizo wa moyo wangu. Nakupenda sana. Unajua nini Hans? Na surprise yako. Surprise gani tena? Fumba macho. Okay. Sawa. Fumbua. Wesu wewe. Zara. Nipo na Shemwansi hapa. Anakusalimia, amesema amekumisi hatari. Aha, shaelewa. Zara. We nini? Hakutaki. Unajua nilikuwa najiuliza yani kwamba huyu Abduli amepatwa na nini? Mbona mwanzo tulikuwa tunapiga mishe zetu fresh tu. Shida nini ndugu yangu? Unajua brother, usilo ulijua ni sawa na usiku wa giza. Kuna muda mpaka najihisi kama ni wale wasiosikia la mkuu tu. Maana hata moyo wangu huna amani kabisa. Na hata sielewi. Unafikiri nifanye nini ili moyo wangu uweze kuwa na amani? Hapo ndo pakupashikilia hapo. Nenda kwa mama. Niende kwa mama? Ndiyo, nenda kwa mama. Nenda kwa mama Abduli. Unajua mama ndo Mungu wa pili katika hii dunia. Mama ndo kila kitu katika hii dunia Abduli. Mamako umemtelekeza sana, ndo maana unakumbwa na matatizo ya ajabu ajabu. Unajua yule mamako akija kufariki akaondoka katika hii dunia, sikufichi Abduli, utaishi maisha magumu sana. Manake atakuwa ameondoka na kinyongo. Utapitia mambo magumu sana ndugu yangu. Hebu nenda kwa mama. Kaka, naomba niende sasa hivi nikamwone mama wangu. Inabidi tuongozane mimi na wewe. Iwe isiwe inabidi tuongozane Abduli. Tuondoke. Twende. Stambo hilo. Unafikiri kila mtu akumwibia? Mshenzi ni? Zara, mambo. Sina kusalimia shoga yangu. Au umenuna kisa kuonana pale na Hansi? Wewe kwani unaelewa neno dogo?
Unaliona dogo, hujui kama hisi ni shemeji yako? Sawa, lakini pale uko mna ubaya wote, alikuwa anakuzungumzia wewe. Tena kimya. Tena kimya, anamzungumzia mimi nakati nimekuta kabisa pale mpo mnalishana pipi. Usinifanye mimi mtoto mdogo. Lakini ulisema Hansi mbwa na akufai. Toka nyumbani kwetu. Nimesema toka nyumbani kwetu. Au mpaka nikumwagie maji ndio utaelewa kama nimekasirika. Toka nyumbani kwetu. Sasa ndio nafikiri unisubiri niweze kumwaga mke wangu ndani, nibadilishe tuweze kuondoka. Si unajua Mke wako tena? Okay, fanya haraka usiniweke bwana mimi. Asa umeona kaka? Mfikiria saizi saa ngapi? Mwanamke saa 7 hajapika, hajafanya nini? Hayupo nyumbani mwanangu. Hayupo. Kweli jamani? Bwana, hebu tuachane na mambo bwana. Kwa sasa hebu twende tukamwangalia bi mkubwa kule bwana. Wewe mtu wako mtakuja mtajadili wenyewe, twende. Najua tu hivi karibuni utakuwa wangu, na huyo mwanamke anayekuvuruga akili lazima nimteketeze. Wala siwezi kuhangaika na wewe, ila huyo mwanamke lazima nimteketeze. Mimi ndo aneju. Mjomba, mama yuko wapi? Mjomba, tulia kwanza. Wewe kutoka wapi ndau? Mjomba, naomba kumuona mama. Nimuone mama. Yaani wewe ukaa siku ngapi mama yako kutokujua hali yake? Sisi tunapiga simu, mke wako anakata yule na kututukana sisi, kutufanya sisi watoto wadogo eti. Mjomba, usi wakati wa kulaumiana mjomba. Huyo ana matatizo kede hapo unapomuona. Yaani ngoja kwanza. Yule dadangu mimi ndio naumia. Huyu mtoto tu. Sisi tunapiga simu yeye haelewi. Mtoto akinyea mkono hataki kukata. Mjomba, tuelekeze mama yuko wapi mjomba? Sisi huyu mtoto mama yake kumpapulesha na palapala tu muda wote, na tukinitajia jina la huyu mama yake inazidi tu. Huyu kama kuondoka aende, mimi kuongea na mama yake, muda mwingine kama akipata akikubali ndio aje hapa nyumbani. Mjomba, nyie nendeni tu njomba. Yaani mimi naongea taratibu kama vile nisikitokeni kwangu. Hansi, wewe kunifanyia hivi kweli? Hapana mpenzi wangu. Alinita nje kuangalia movie. Ndio akatokea haya. Kaka, leo sikuachi. Lumai, shetani tu alinipitia. Naomba tuongee japo mara moja.